Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustami'una walmushahiduna alkiram. Ndugu zangu wapenzi watazamaji, karibuni katika mwendelezo wa darsa za tafsiri ya ndoto ya nyota, tafsiri ya ndoto ya nyota. Lakini leo tutaangalia kwa mujibu wa Al-Usaimi. Al-Usaimi ni miongoni pia mwa wanawazuoni wafasiri wakubwa wa ndoto. Lakini kama ndio mara ya kwanza kuingia katika chaneli yetu na bado hauja subscribe, basi na kuomba subscribe chaneli yetu, like, kadhalika share video zetu, share WhatsApp, unaweza ukashare huko Facebook, ukashare TikTok kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili watu wapate kujifunza. Naam, ndugu zangu, yaqulu al-Imamu al-Usaimi, anasema al-Imamu al-Usaimi, anna ru'yata an-nujuma fi samai safia, anasema hakika kuona nyota katika mbingu iliyokuwa safi. Yani ukiziona nyota kule mbinguni, lakini hiyo mbingu ni swafia, kwa maana ya kwamba ni safi. Al-Imamu al-Usaimi anasema hiya dalalatun, hiyo ni dalili ama ni ishara, ala al-amani, ya usalama. Al-amani, amani maana yake ni usalama. Kwa hiyo hiyo ni ishara ya usalama. Wa shuuru birahati wa tumaaninati fil haya, lakini pia hiyo ndoto inamaanisha hisia ya raha na utulivu maishani, kwa maana inamaanisha ndoto hiyo wewe katika maisha yako una hisia ya raha na utulivu, kwa maana hauna hisia za tabu. Al-Imamu anaendelea nasema, lakin fi halati kauni samai mujirratun, anasema lakin katika hali ya kuwa hiyo mbingu au anga ina mawingu. Kwa mfano ukiota kule angani kuna mawingu anasema hadha ruya, ndoto hii tumathilu alkhawfi min sultani, inaashiria hofu kutoka kwa mtawala. Yani ukiota kule mbinguni kuna nyota, lakini pamoja na zile nyota kuna mawingu, anasema shekhe, hiyo inaashiria una hofu ya mtawala, kuna mtawala unamhofia ama unamuogopa. Na shekhe anaendelea anasema, idha shahada ar-ra'i fi manamihi anna an-nujuma tuhitu bil qamari wa tusbihu sawiyan, anasema idha shahada, na yani akiona rai muotaji, akiona yule muotaji fi manamihi, katika ndoto yake, anna nujuma, ya kwamba nyota, tuhitu bil qamari, zimeuzunguka mwezi. Yani mtu akiota kwamba nyota zimeuzunguka mwezi au zinamzingira mwezi, sawiyan, kwa pamoja, kwa pamoja, shekhe anasema fahiya ru'yatun mubashiratun lilghaya, anasema ndoto hiyo ni bishara njema sana. Narejelea hapa kwamba muotaji akiona katika ndoto yake ya kwamba nyota zimeuzunguka nini, mwezi, zimeuzunguka mwezi, watusbihu sawiyan, na zinaogelea sawasawa, taban watusbihu sawiyan, na zinaogelea sawasawa.
basi fahiya ru'yatun mubashiratun lilghaya. Sheikh anasema hiyo ni ndoto ya bishara njema sana. Watushiru, na inaashiria ndoto hiyo, ila hirsi rai, juu ya kumhimiza muotaji, juu ya shauku ya muotaji, ala tibai manhaji rasuli, yani shauku ya kufuata sunna au mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Taib, kwa maana ya kwamba mtu akiota nyota zimeuzunguka mwezi na zina watusbihu, na zinaogelea kwa pamoja, hiyo ni ndoto yenye bishara njema sana. Na shekhe anasema ni ndoto ambayo inaashiria shauku ya muotaji juu ya kufuata manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini shekhe anaendelea, anasema alhulmu bidhuhuri nujumi fi nahari, ama ndoto ya kuona nyota mchana, yani kwa mfano umelala ukaota ni mchana lakini unaziona nyota. Shekhe anasema hiya ru'yatun sayyi'a, anasema shekhe hiyo ni katika ndoto mbaya. Kwa nini? Anasema tushiru ila wuqu'i alkathiri min almasaibi alkabira, kwa sababu ndoto hiyo inaashiria kutokea majanga makubwa mengi sana, yani kuna majanga mengi makubwa yatatokea. Mtu akiota akiuona ndoto ya kuona nyota mchana, hiyo si katika ndoto nzuri, kwa sababu inaashiria kutokea majanga mengi makubwa. Kwa hiyo sio katika ndoto nzuri. Shekhe anaendelea anasema, ama ru'yata suqutiha, ama mtu akiota nyota zinaanguka, yani kuanguka kwake, kwamba nyota zinaanguka. Shekhe anasema fahia tarmuzu ila mauti rajulin, hiyo ni ishara ya kifo cha mtu, fi makani sukutihi, katika sehemu ambapo zile nyota zimeangukia. Ina maana hapo kuna mtu atakufa. Ukiona nyota zinaanguka ndotoni, hiyo ni ishara ya kifo cha mtu katika sehemu ambayo hizo nyota zilipoangukia. Anasema amma insaqata fi hadanihi, amma kama nyota itaangukia mapajani mwake, yani mtu umelala ukaota nyota zimekuangukia mapajani. Shekhe anasema hadha ru'ya tayyiba, anasema hii ni katika ndoto nzuri. Watu'baru, na inaelezea an naili wilayatin, kupata cheo, wal usuli ila makanihi aliyan baina nasi, na kufikia daraja la juu miongoni mwa watu, kwa maana huyu mtu atafikia daraja la juu miongoni mwa watu. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni ndoto nzuri, yani mtu akiota nyota zimeangukia mapajani mwake, hiyo ni katika arru'yatu tayyiba, hiyo ni katika ndoto nzuri, kwa sababu inaashiria anailin, kuhusu kupata wilayatin, cheo, kwa maana utapata cheo, walusuli ila makanihi aliyan baina nasi, na kwamba utafikia daraja la juu miongoni mwa watu. Kwa hivyo watazamaji, hizo ni ndoto za, yani ni tafsiri ya ndoto ya nyota kwa mujibu wa mwanawachuoni anaitwa al-Imamu al-Usaimiyyi. Nikuombe ndugu yangu mtazamaji, usikose kuendelea kufuatilia mwendelezo wa darasa hizi. Tutakuja kumwangalia pia al-Imamu Sadiqi, yeye amefasiri vipi, na pia nimalizie kwa kusema kwa wale ambao mtahitaji tafsiri ya ndoto zenu binafsi, ndoto binafsi tunatafsiri kwa ada nafuu kabisa, wala usiogope. Utachangia sadaka kidogo kwa ajili ya kusapoti huduma hii, kwa sababu tuna mahitaji mengi kusema ukweli, kwa lengo la kuboresha channel yetu. Tuna shida ya green screen huko nyuma kama mnavyoona,
tuna shida ya taa, tuna shida ya kamera, tunahitaji kamera. Zote hizi zinahitaji support zenu. Lakini pia tunahitaji stendi. Hiyo kamera yenyewe ikija itahitaji stendi. Tutahitaji taa kwa ajili ya kurekodi, kufanya vipindi usiku, ili watu muendelee kupata faida kupitia Mponda TV Tanzania. Kwa hivyo insha Allahu taala, kama una ndoto yako binafsi unahitaji tafsiri, kuna ada tutakutajia ambayo ni nafuu, utachangia, utapata tafsiri ya ndoto yako kwa kina kabisa. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.